Ndugu zangu, wenzangu wa Kenya, kwa majina naitwa Wambogo ama Mokui Modo. Na nina habari nataka kuwapasha wa Kenya kuhusu genocide ile imepangwa na sehemu zile imepangwa na sababu. Lakini mtakubali niwapatie historia kidogo. Mwaka wa 1957 serikali ya mkoloni ya Mwingereza ilicommission Russian scientists wafanye utafiti juu ya madini ambaye iko katika nchi hii. Wakati Kibaki alichukua ushukani, alijua haya maneno na pia yeye akakommission wanajeshi kufanya survey ya madini ambaye iko katika nchi hii. Serikali ya Uhuru ilifanya pia yale. Wakati serikali ya Ruto ilikuja ushukani, ilipata hizi ripoti. Na kazi ya kwanza Ruto alifanya ni kujaribu kuchukua shamba ya Davivi ya Naivasha, sababu alijua kuna clinker. Hizo ripoti ziko mkononi mwa rais wa nchi hii, iko mkononi mwa Waingereza, na pia Wafaraja wamepata hiyo ripoti, na pia Waamerikana pia wamepata hiyo ripoti. Si bura umeona rais wa nchi hii Ruto, ingawa amefanya mengi mabaya, sio kuua vijana, sio ufisadi, sio wizi, amekuwa ni mrafiki wa nchi zote za nje. Kiangalia katika historia, wakati vijana wetu wa Gen Z walipotoka kupinga finance bill ya 2024, Ruto aliua vijana wengi sana, akawafuata mpaka manyumbani na kuwakatakata. Japokuwa hayo yote, Ruto alialikwa na wakuu wote wa dunia, iwe wafalme kutoka Ufaransa, kutoka Spain, Uhispania, ameitwa mpaka France, ameitwa mpaka Britain, ameitwa mpaka Germany, kings, wafalme hata wa Finland wamefika nchi hii, ameitwa mpaka Netherlands. Ametunzwa mpaka na serikali ya Ujapanese, ametunzwa na serikali ya Uchina. Ametunzwa na serikali zote ambazo zina control uchumi wa nchi hiyo, zina control uchumi wa dunia. Haya yote ni kwa sababu wamejua nchi hii iko na madini ambaye inaweza kubadilisha uchumi not only wa nchi hii, lakini kubadilisha uchumi zao ambazo wanategemea. Mimi mnajua mimi ni mzee wa maombi, I'm an intercessor and I am a priest of the Almighty Jehovah. Amenipa ujumbe na niko naye. Saizi ukienda Turukana na West Pokot boundary, watu wanafukuzwa kwa mashamba zao na hao watu wenye madini. Jana nimekuwa Laikipia huko Oldaiga, nimeenda mpaka huko juu Swara, nimeenda mpaka huko chini. Nikiwa kazi yangu ambaye nimeazimiwa na Mwenyezi Mungu. Na hakika River Uason Basin hiyo yote iko na madini mingi sana, iwe dhahabu na madini mengine mengi sana. Wakati mkoloni alipokuja akajua kuna madini, wengi walichimba madini. Lakini wakati wa wazungu kutoka nchi hii sababu ya vita za Mau Mau, wengi walificha madini katika hayo mashamba. Na hao wazungu walipojua hayo mashamba yameanza kuleta furugu na watu wameanza kudai hayo mashamba, walipatiwa lisensi za conservatives, ndio ziwe zikilindwa na askari wetu wa KWS na hired wale askari wenye wameruhusiwa kuazima kukua na buduki. So Mungu ameniambia katika maombi yetu, sio mimi, katika maombi yetu na timu yetu ya YSF tunaita Mount Kenya Prayer Warriors, ameweza kutuelezea hizi nchi za nje zimejua juu ya hayo madini ambaye iko katika nchi hii.
Mwaka uliopita nilitoa video na kusema National Intelligence Service wamekuwa wakitrain watu katika kambi yao ya Marmanet as jihadists. Nimeongea hayo mambo kwa video mingi sana na nikapatiana ushahidi ya yao mambo inaendelea. Nimekuwa nikisema hii serikali ina train jihadist. Nishawahi sema that hawa magaidi wa Sudan RSF pia wanafanya kazi na serikali na idara ya ujasusi ya nchi hii. Hawa watu wote mpaka hao nimetaja wanajua juu ya utajiri wa madini na rasilimali ya nchi hii. Ndiposa wakachukua rais wa Kenya Ruto, wakamuahidi akikubali na mienendo yao ya kupatiana zile sehemu ziko na madini nchi hii kwa kampuni zao za ugeni, watamuazimu urais wa maisha katika nchi hii, na pia yeye na marafiki zake watakuwa washirika katika hiyo kazi ya kuchimba madini na pia hata kuchimba mafuta. Lakini kumekuwa kugumu sana, sababu raia wa Kenya ni kama wamekataa hii serikali, na wamekuja kugundua that kurudi kwa Rais Ruto itakuwa ni ngumu sana. Na kama vile nimekuwa nikisema, wako tayari kutoa vita kama vile wanafanyanga wakati kuna maandamano, wanaleta vijana, wanatoa furugu, wanatoa vita, wanaua wengine, ndio mambo isifanyike. Nimesema mara nyingi serikali bado inaendelea na hiyo mipango. Nao marafiki wa Ruto kutoka nchi za nje wameshajua hayo madini yako, na wamejua Wakenya ni watu wengine wagumu sana, hawatakubali mienendo yao, na wanajua Wakenya watakataa katakata kama vile Mau Mau ilikataa ukoloni. Ndiposa sasa wakati Ruto alipoona haya maneno yanaeneza na inaendelea, yeye mwenyewe ndiye ameenda akaongea na serikali ya Ufaraja walete jeshi hapa. Yeye ndiye ameongea na serikali ya Uingereza iongeze majeshi. So sio tu katika wale Joniba tu kwa Laikipia, Mada Island ni kama pia wameongeza majeshi. Mungu ametuonesha ndege za C-134 na Boeing zikileta wanajeshi nchi hii ili kujipanga juu ya mwaka ujao. So wamepanga nini? Wamepanga tukikaribia uchaguzi kutatoka furugu. Hao magaidi wao ambao wamefunza watatoa furugu. Nchi itaonekana ni kama imeanza kuharibika. Mwaka huo kuna watu wengi sana wataacha serikali, wataacha kazi kwa kuritaya sekta mingi sana za security. So wamepanga wa magaidi watatoa furugu nchi mzima, kama vile wametoa saa hii kuna furugu huko Turkana, West Pokot, pahali wameanza kuchimba madini na wameanza kufukuza watu. So watatoa furugu katika zile sehemu wanajua ziko na madini, na zile sehemu ambazo ziko na kura nyingi ambazo zinaweza tuma Ruto ambaye ni kibaraka yao azishinde. So hao wakitoa hiyo furugu, haya majeshi yamekuja ya Ufaraja, ya Uingereza, ya Amerikana, watakuja ni kama wanakuja kufamia nchi ati ni kuleta amani. Hayo yote yamepangwa mpaka na United Nations, na ndio wanaweka headquarters zao huku, ati sasa watasema wanakuja kuprotect British interest, wamekuja kuprotect interest za Waingereza, wamekuja kuprotect interest za Amerikana, na wataleta furugu na kama ile tunaona katika nchi ya Kongo. Sababu ni nini? Katika maombi yangu Mungu amenieleza, na Mungu anaongea. Mungu sio kama ule wa Roma mwenye anakuwa bubu ama wa mchongo. Mungu anaongea. Na amesema hawa watu wamekuja kujua vile madini ya Kongo imechimbwa kwa miaka mingi ni kama inaangamia. Wamekuja kujua katika nchi hii ya Kenya tuko na madini mingi sana ya kutosha. Na wamepanga wakitoa hiyo furugu Kenya kuonekane kumetokea genocide, wataingia na wachukue hii nchi. Watashikana na wale globalist ili kuweza kuchukua hii nchi, wa exploit hiyo madini yote. Huo ndio mpango wa serikali ya Ruto, wale vibaraka wake, na yeye akiwa kibaraka ya foreign government.
Wakenya tunahitaji maombi, sababu pahali tumefika, Ruto hata akifanya neno gani hakuna nchi inataka kumguza. Kwa hivyo ni lazima tukae kama Wakenya, tuombe ili hii serikali Mungu atuondolee. Huyo ni Wambogo Mukuimodo, a member of Yeshua